Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Juni 23. Somo lisemalo, wanakaya wa nyumbani mwa Mungu. Hebu na tuombe. Mtakatifu Baba ishiye mbinguni, asante kwa siku nyingine uliotupatia. Tunapokwenda kutafakari maneno yako, tunaomba Roho wako awe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Bwana Yesu anaifanyia majaribio mioyo ya wanadamu kwa njia ya kuonesha rehema na neema yake ya kutosha. Analeta mabadiliko ya kushangaza kiasi kwamba Shetani anasimama akiangalia kama ngome isiyopenyeka kwa hila na madanganyo yake. Kwake hiyo ni siri isiyoweza kueleweka. Malaika wa Mungu wanaangalia kwa mshangao na furaha kwamba wanadamu walioanguka, waliokuwa wana ghadhabu, kwa njia ya mafunzo ya Yesu Kristo wanajenga tabia kulingana na mfano wa Mungu, kuwa wana na binti za Mungu ili kutekeleza sehemu muhimu katika shughuli na furaha ya mbinguni. Bwana amelipatia kanisa lake vipaji na baraka ili waweze kutoa kwa ulimwengu sura ya utoshelevu wake, na kwamba kanisa lake liwe kamili ndani yake. Uwakilishi endelevu wa mwingine hata ulimwengu wa milele wa sheria zilizo juu kuliko sheria za kidunia. Kanisa lake linapaswa kuwa hekalu lililojengwa kwa mfano wa Mungu. Kristo amelipatia kanisa lake nyenzo za kutosha ili apate mapato makubwa ya utukufu kwa mali yake iliyokombolewa, iliyonunuliwa. Kanisa likiwa limejaliwa haki ya Yesu Kristo ni bohari lake, ambalo ndani yake utajiri wa rehema zake, upendo wake, neema yake vinapaswa kuonekana katika onesho kamili na la mwisho. Tamko katika ombi lake la utetezi kwamba upendo wa Baba ni mkuu kwetu sawa na ulivyo kwake mwenyewe Mwana pekee, na kwamba tutakuwa pamoja naye pale alipo, kuungana na Kristo na Baba milele. Ni jambo la kushangaza kwa jeshi la mbinguni na ni furaha yao kuu. Zawadi kubwa yale na itoshelezayo ya Roho wake Mtakatifu inapaswa kuwapo kwenye kanisa lake kama ukuta wa moto uzingirao, ambao nguvu za kuzimu haziwezi kushinda dhidi yake. Katika usafi wao usio na waa na utimilifu usio na doa,
Kristo anawatazama watu wake kuwa thawabu ya mateso yake yote, kufedheheshwa kwake na upendo wake na nyongeza ya utukufu wake. Kristo aliye kitovu kikuu ambamo hutoka utukufu wote. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo wanakaya wa nyumbani mwa Mungu. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulilotupatia. Tunaomba tulifanyie kazi somo hili katika maisha yetu. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi